You want to set a good example for your friends? Maisha Mart Supermarket is the ultimate destination for your belongings. From foodstuff, kitchenware, fresh vegetables and fruits, long-lasting electronics to ready-to-eat food, you will need your family to take that budget. You just won't find anywhere else. Everyone is happy. Located in Kakamega town, along Mumias Road, Maisha Mart Supermarket is a place where you will find great offers with low prices. For more information, contact 0733 364832 or you can send us an email through maishamart@gmail.com. You can also write to us through Maisha Mart Limited, PO Box 2810 50100 Kakamega. Maisha Mart Supermarkets, where life begins. Mimi ni Caleb Amwai. Naitwa Joshua Matayo. This is Julius Tila Young Mazeni. Oscar Walcott Malala. I'm Moses Wet. Naitwa coaches Elvis Kaiga. Naitwa Arnold. Naitwa Makuto Samson. Nikiwa former international referee. I'm watching Sports Rap. And I'm watching Sports Rap. Niko ndani ya Sports Rap. Keep it locked ndani ya Sports Rap. Ndani ya MKTV. I'm now watching Sports Rap ndani ya MKTV. Na Ambunya Brian. Keep watching Mazeni. Bye. Hello guys, this is Sports Rap. Na Sports Rap huwa inakujia every Friday from 7:30 to 8:30 ndani ya MKTV na with your host Brian Ambuni. So if you want to get latest sports news, here catch us every Friday vile tumekwambia hapo hali ndani ya MKTV. Na kama huja like page yetu, huja subscribe kwa YouTube channel yetu, just do so, utakuwa unapata everything yenye iko pale hivyo. And today tuko katika shule ya Sigalagala na tumeenda huko hivyo kuangalia futa iko aje huko, sports ziko aje huko, na siko peke yangu hapa. I have one of my friends, atakuwa anajiintroduce yeye ni nani na anafanya nini huko Sigalagala. Kwa majina naitwa Bryson. I'm a social media influencer. Hapa Sigalagala I'm doing diploma in electrical engineering. And I'm a fan of football. That's all. Exactly. He's a fan of football. Hata ukiangalia tisho yake inakwambia ukitaka kupata latest odds nini nitafute, nitakudirect penye utampata. So Bryson, kuna vitu fulani tunataka tuangalie in football zimekuwa zinafanyika last week, this week, na zenye pia zitakuwa zinafanyika in the coming days. Like we have this issue in Betking Premier League ama Kenyan Premier League that kuna wale marefari already washaanza complain that they want the invention of goal line and technology, they want VR, like ile technology in football yenye inapatikana pale Europe. We have several countries in Africa zenye already zisha invent that thing. So do you think Kenya doing that thing to help ama itakuwa biased? Kwa upande wangu naona hiyo kitu itakuwa afadhali. Unajua tukifuatilia sana saizi ule center referee kucommunicate na second na third inakuwa ni ngumu, unaelewa? So ikikuwa na ile technology itakuwa more easier, decisions zingine akimake zinakuwa more conversant. So unajua ukiangalia ile game ya FC kama naweza refer huyu msee
Rupia ilikuwa pena direct. Juu ukiangalia vizuri defender alikam. Unasikia? Aim ya defender akikam na ako katikati ya ako kwa 6. Si ni kuclear ball. Huyo defender ako clear ball. Aliclear mguu ya Rupia. Yeah. But you see, before to move on the issue of easy invention of nini technology in football hapa Kenya, talking about the issue of Elvis Rupia and Harun Shakava. Unajua center referee himself alikuwa pale, he was there. So if alikuwa pale akaona like hiyo nini, okay, majority of people like wale wapenzi wa soka, like wale manini sports journalists wenye walikuwa kwa ule uwanja, wale wakufunzi wengine ama the officials, after the game they said that FC Leopard deserved kupewa penalty. But if the referee ako pale, why are we still complaining about that? Unajua hivi, refa alikuwa pale. Hiyo game niliwatch hata najua iko hapo, si ndio? Refa alikuwa pale, angalia ile side refa alikuwa. Hakuona direct. Unaelewa? Hakuona direct. Juu Shakava alitoka ile side nyingine. Exactly. Unasikia? Rupia alikuwa hivi adjacent. Alikuwa adjacent. Shakava naye akatokea hii side nyingine. So, to make things worse, decision yake mtu angemsaidia linesman wa hii side ya huko. Unaelewa? So kama ule linesman akubeba na kama kungekuwa na technology venye tumejaribu kusema, unaelewa, ingekuwa more easier pena yeko hapo. But Bryson, the technology ambayo tunaongelea, we have seen that technology in Europe, and ile technology kwa pale Europe ama in several countries, na zile countries zenye tunaongelea either Europe ama hapa Africa, the likes of nini Morocco, South Africa, unazijua. And angalia, kuna wase bado they are complaining that this nini technology or nini hizi VR goal line technology, like kitu sana yenye wase wana complain goal nini VR, like iko biased sana. Good example, it's the game against nini England against Denmark. Uliona ile pene yenye walipatia England, ile Sterling alianguka kwa box. Referee hakuenda kucheck. The center back, not the center back, the center referee anaweza claim it's a penalty. Linesman atatulia, but unapata referee pia still hataki kwenda kucheck. Unaona? So in Kenya pia tukisema like tunaenda kuleta hizi vitu za technology, do you think football itaendelea kuwa biased ama federation inafaa itake nini au wakufunzi waende lessons za kujifunza kutumia hizi vitu? Unajua mimi naweza sema hivi, unajua technology kikam sometimes watu hukuja against technology. Nasikia? Exactly. Ikikam jua haijawaingia bado. Unajua hadi simu venye ilikam, unaelewa? So venye imeanza kuingia ndo saizi unaanza kuona wasee wako na smartphone, unaelewa? So when it comes to technology ya football iko hivi. Huyo center referee anataka napate communication kutoka kwa linesman. Nasikia? So hiyo game ya Denmark, hiyo ilikuwa deserved. Hiyo ilikuwa peo tu hiyo pena. Unaelewa? Sterling hakuguzwa Bob. You know, this is a different issue with Harun Shakava. With Harun Shakava, I can agree nani aliguzwa, Elvis Rupia. But Raheem Sterling hakuguzwa. Hadi kuna space ilikuwa hapo hivyo. Hadi Sterling mwenyewe analala chini. But the center referee unapata anafanya nini? Anaamua ni penalty. Kuamua ni penalty, you have the machine na uko na ile time to go and check. Is it a penalty or not? Unajua hivi, unajua hii machine ilikuja kusaidia referee. Exactly. Nasikia, si alikuwa kazi yake. Referee ndo anakuwa the final decision. Unaelewa? So ile time alifiga hivyo, akasema kama final decision yangu si kufanya nini, si kuenda kwa VR. Unaelewa? Final decision yangu ni ya kupiga firimbi na ipigwe hapo, sio? But players are complaining. Uliona kama EFC wakina Kipyegon, they were complaining. Yeah. They were complaining. Yeah, unajua. So when other players are complaining na nyinyi mko na ball, go and check kufanya nini, kumake wote to review, to make au players wote wakuwe satisfied. Ukitoka pale hivyo ucheck, hadi unapatanga wale kuna players wengine ufuata referee to go and check nini iko hapo. Unapata msee akitoka huko, referee akitoka huko na decision, it's okay, ni penalty. Tumekuwa tunaziona kwa English Premier League games zingine zenye ziko biased, kuna zenye ni genuine. Unapata referee akitoka huko anakuja anapatiana. Wajua hiki tumekuwa on trial. Naijua imekuwa on trial, imekuja. Saizi unajua bado
Imemaliza miaka 5 kweli? No. Haijamaliza miaka 3 years. Si ndio? But I agree with you, ni trial. Lakini see the way this thing venye ilikuwa invented ikakuja during FIFA World Cup. The first time kwa FIFA World Cup more efficient. Yeah. Everything was good. Kila kitu ilikuwa good. It favored all teams. But unajua saizi tukisema Kenya tulete hiyo story ya hiyo goal line technology nini ile communication ya center referee na watu wake na ile fourth official inakuwa poa. Juu unajua sisi mimi kama fan wa FC unasikia siwezi sema hiyo game tulishindwa. Up to now sijaikubali. Naelewa? Exactly. Juu hiyo ilikuwa penalty. It was a penalty. But side yenye referee alikuwa nasikia side yenye defender alitokea na side yenye Rupia alitokea hazikuwa zinaendanisha. Unasikia? Unajua alikuwa anamfuata nyuma kwa mgongo. Hakuona penye hiyo mguu inatoka. Unaelewa? But kama kungekuwa na hiyo technology tunge deserve a penalty. Okay, munge deserve a penalty. But talking on that technology, invention of technology in Kenyan football, do you think the federation himself, not the federation inaweza tusaidia tufike pale hivyo kwa technology? Juu kuna vitu mingi federation tumekuwa tunataka zitusaidie, kuna zingine wamesaidiana under the leadership of Nick Mwendwa, zingine wameacha. Saizi tukianza kuitisha hizo vitu, do you think tutakuwa able to access those things? We can be able, because unajua technology inakuja. Kitambo tulikuwa tunaandika majina kwa nini? Tunabeba hivi tunaandika. Unaelewa? Ile substitute. Saizi iko digital. That's technology. Unasikia? Na once tuna embrace technology in football, tunatoa hizi vitu za hooliganism na racism. Unaelewa? Juu hizi vitu zimeanza kufanyika, kitu kama hooliganism, game ya FC na Gor, hiyo pena ingeleta shida. Umesikia? Na ndio kitu haitakikani kwa futa. Kwanza in fact kama fans wangekuwa grao, I'm telling you hii game haingeendelea. Si ndio? So mimi naweza sema hivi na embrace federation ile technology. My side. Kama kutakuwa na stakeholders, those referees wenye wata embrace pia itakuwa something good. But that's good idea, because tunataka tuone futa ya Kenya kienda mahali. The same way hii season tumeona like football ya Kenya at least imekuwa interesting, but ile kitu tu ilikosesha ladha, kukosa mafans grao. But unaona kuna vitu zingine zinafanyika kwa futa. Unapata federation kama inafika mahali ligi imeisha, federation haiwezi lipa wachezaji. Hata si wachezaji, federation haiwezi lipa winner wa ligi. Gora been complaining. When you talk about hiyo story ya stakeholders, ndio kuran hiyo FKF kuran ligi, Kenyan Premier League. Mimi naona hivi, juu game ya ilikuwa na hiyo, achana na hata game ya Gor ama game ya FC, unaelewa? Juzi kumekuwa na hii game yao mademu wakicheza hii ya wanawake, hii ligi ya wanawake wakicheza nini inaitwa? Nakumbuka hii Kenya Women Super League ama leagues, ndio kitu kama hiyo. Uliona award token ilikuwa pesa ngapi? Hiyo pesa ni ndogo. Juu timu yenye imepewa hiyo do the whole season wametumia more than that much. Yes. Naelewa? So wakikuwa appreciate na hiyo do haikuwa gipoa. Naelewa? So we need the stakeholders to invest more. But unajua kitu inarudishanga pia football yetu chini Bob. Season inataka kuanza, unapata Gor ama FC Leopards ama Kakamega Homeboys haijui hii season inafaa tutumie pesa ngapi kwa transfer. Hii season venye inaanza inafaa tutumie pesa ngapi kulipa wachezaji. Hii season venye inaanza inafaa tulipe ama tutumie pesa ngapi zile za traveling za away matches. Unaona? Before season ianze inafaa team ikuwe imejipanga with all these things. Season ikianza inafaa tutumie pesa fulani, to spend pesa fulani in the signing. Inafaa tutumie pesa fulani kulipa wachezaji. Hivyo unapata ukitaka yule sponsor ama ukitaka wale stakeholders wakuje pale kusimamia team,
ama time unataka you want to do your own things, ama unataka pia kwa federation pale, federation inajua inafaa tupatie Gor inafaa tupatie Gor 20 million ama more than 30 million because spending yao per season ni 20 million. Unapata like mna spend 20 million, mkibeba ligi mnapatiwa 30, si mnabaki na 10 si mnaweza fanyia vitu zingine. Season ikianza at least you have something. Hiyo ndio pressure inafaa tunaweka kwa federation. Unaona? Tunajipanga. Si ati like federation hata inaweza uje ikuulize planning yako iko wapi, na complain pesa fulani yetu tukupatie ikutoshi. You don't have the plan. Yeah, it has been happening. Yeah, that's the truth. So we want to take our short commercial break. Tukikuja tunataka tumalizie hii issue because tumeanza kusikia pia pale Gor Bryson, tumesikia pia Gor kuna wachezaji wameanza kutoroka and it's all about issue ya pesa, madeni. That's why kuna issue tuliongelea last week. I think hata tutake a short commercial break, tukikuja tutaongelea hapo kidogo. Hi guys, this is Julius. Na kama uja like page ya MKTV na kusubscribe kwa YouTube channel, you're missing a lot sana. Kwanza kwa sports rap, wenda kwa story mtaani, movie time na kila kitu na weekly news reviews. Utakuwa na miss sana. Come on guys, maze, let's do this together. Ebu cheki, like page yetu ya Facebook MKTV channel, and pia subscribe kwa YouTube channel yetu kama MKTV channel, na tunakuwa tunasema together we move. Tunapenda sana. We are back majama, we are back guys. Na kumbuka leo show yetu ya Sports Rap inakuja moja kwa moja kutoka Sigalagala National Polytechnic. Tuko hapa Siga kukuletea all updates. Maybe unashangaa hizi update tunazipata aje. Remember tumeprepare haya makala yetu ya Sports Rap kutoka Monday hadi leo Friday, tukiwa na Marcus Apex, tukiwa na Taylor Young, tukiwa na producer mwenyewe Moses Weche, hata pia Bryson pia ametusaidia kuprepare. So tunakuja moja kwa moja kutoka Sigalagala. Na kumbuka kama unataka vitu za interior design ama building, wanakujengea vitu safi sana, wanakutolea vitu yani wewe mwenyewe unabambika. Uko Ocha lakini you feel like uko Tao, tumekuambia tafuta Sketchline hivyo tu venye iko tu hivyo, wanapatikana pale Facebook, Twitter, Instagram, ama hata namba yao ndio inapita hapo chini ya screen, you can see their number. Alafu pia wanapatikana wapi? Wanapatikana in Kakamega town in Milimani. So Bryson, ile kuna issue fulani tunaona Gor kumewaka moto. Kenneth Muguna amejitoa, tukaongea juzi na Pinto pia amejitoa, Vas Pinto pia amejitoa after amewin ile Shield Betway Cup. Immediately tu amewin siku kidogo tu akajitoa. So na kuna issue fulani tuliongelea hapa last week. So we are, because tuko na for the sake of Bryson, acha tumpatie time atuambie hiyo kitu itakuwaje. Like kuna hii issue, kuna zile timu ambazo ziko na madeni kwa wachezaji, madeni kwa wakufunzi, na madeni pia kwa the all technical bench hazitakuwa zinafanya signing wakati itafunguliwa. Na unapata pia hizi matimu zenye hazitakuwa zinafanya signing. Timu kama Gor, good example ni Gor inafanya represent Kenya kwa yale mashindano ya Confederation Cup. Kumbuka Gor isipofanya signing na mtu kama Muguna ametoka, watakuwa affected because list ya wale wachezaji inatakana by 20th of July. Unaona, watakuwa affected. Alafu the second thing is unapata hizi matimu kama siyo kutofanya signing, hizi matimu pia zinaenda kufanya nini? Huenda zikabaniwa kutocheza BetKing Premier League next season. So do you think this is the right decision kwa hizi teams, ama hizi teams zinaenda kuumizwa? Unajua hiyo story inakaa haileti shangwe.
Juu unajua historia Muguna, historia Muguna ilionekana. Hakusign contract yake. Nikifikiria hakusign contract. Naelewa. So unajua yake ime-expire. So unajua kuna hii kitu ziko na madeni, gava iko, FKF iko, stakeholders sini Rachel. Bado warudi chini, unasikia? Waende wakae na gava. Kwa hii muda imebaki, unajua itawapanish sana. Unajua kama but kuna pay bill saizi inatembea Gor. Kuna pesa wanachangisha. Kuna pay bill inatembea wanachangisha. Na treasurer ni Judith Nyangi. Kuna pay bill na Gor wanachangisha zile pesa. Gor hujituma. Najua hiyo ndio itajaa. Na watafanya, si ndio? Hiyo ni Gor. Kuna timu nyingine labda ni kubwa mahali. Unasikia? Labda wana ile design ya kuingiza hizo do. Musalia Mudavadi yako anaweza saidia FC Leopard. No. It's not a good thing. Umesema kuna timu zingine. It's not a good thing. Unajua ukisema story ya Musalia Mudavadi, a chip in. Unasikia? Siku moja atakataa kuchip in. Exactly. It's a political leader. Unaelewa? Yeah, anataka favors. But kuna siku atakataa kuchip. Unaelewa? So chenye nilikuwa najaribu kusema, au stakeholders wakae chini na FKF. Wapige hesabu. Hii kitu ni kitu yenye imekuwa. Isikuwe ati madeni inafanya usicheze game za nje, unaelewa? Za nje, exactly. Yeah. Najua kuna timu mingi, sio hiyo peke yake. Kuna maplayers huku chini, tuko nao tu hadi huku home. But Bryson, unajua mimi sub gani mimi nitafurahia nikiona kitu kama hiyo. Hao maplayers wanaumia. No, wanaumia sikatai. But there are brothers. Unajua hapa Kenya, wacha nikwambie kitu moja. Let's not talk about coaches because unapata kuna timu kama Gor, timu kama FC they are good example. Hawataki kutumia our local coaches. Wanaenda kuchukua wakufunzi kutoka nje wanawaleta hapa hivi. Yes, issue. So the issue why am I complaining? Kitu inafanya na complain ni we have our brothers wenye wanachezea hizi local teams. Wengi. Na ni wengi sana na wanaumia. Mtu ukiangalia kutokea miezi 5-6 kijana hajalipa rent, kijana hajalipa bili ya maji. Good example is angalia pia unajua ukilipwa hizi mapesa kuna venye pia utazisave zitakuja kukusaidia in future. Angalia venye kijana wetu Otuoma alikuwa kwa ile situation alikuwamo. Labda hakuwa analipwa. So unapata juu ya kulipwa au hujakuwa una save. Unajua ukiwa mchezaji inafaa uko unalipwa, insurance yako timu inalipa, insurance yako iko fiti. Yote wewe ni mgonjwa after wewe ni mgonjwa unaweza enda kutibiwa itakuwa poa zibaniwe venye unajaribu kusema. It's good. Si poa. Unajua kwa nini? Sasa zikibaniwa si watakuwa wamekosa job. Watakuwa wamekosa job but tuko na teams mingi sana. Zinacheza. Tuko na teams mingi sana zenye zinaweza cheza. So hao maplayers acha nikwambie kitu moja. Hao maplayers wanacheza hizo teams zenye zinataka kubaniwa. Labda ni 4 ama 5, unaelewa? Walikuwa wacheze CAF, si ndio? Waende. Exactly. Say wakishabaniwa familia zao zitakula nini? Juu kitu cha kwanza they will go to other teams. Kumbuka currently yule mtu anaenda kurepresent Kenya kwa mashindano ya CAF Champions League next season ni Tusker. Tusker haijatajwa kwa list. Unasikia? Tusker kwa nado. Wako na mfadhili. They have money. Number 2 is Gor wanaenda kurepresent kwa mashindano ya Confederation. Wako kwa list. FC wako kwa list. Kama FC na Gor walifika finali, hakuna hapo mtu anaweza enda kuturepresent. Si tuchukue basi KCB walimaliza number 2, si tuchukue Equity na Bidco. Haitakuwa fair. Why should we take Equity and Bidco to go and represent us in the CAF Champions League? Sasa unajua ndio hiyo, na si kwa nini Equity? And if Equity can go and represent us, Equity wanaweza sign mchezaji kutoka FC or Gor. Kwa nini mtu mwingine asikuje a chip in ama kampuni ikuje chip in story ya unasumetaja Tusker, si ndio? Tusker iko na mfadhili but Brewery, si ndio? Sikiza, acha nikwambie kitu moja. Tusker iko na mfadhili ni Brewery, si ndio? Equity iko na mfadhili ni nini? Ni hiyo mfadhili huyo mfadhili KCB hivyo tu. Unaelewa? So hiyo kitu iko hivi. Watu tukae chini, watu wa hizi matimu. Wajua hizi matimu ndo zinajulikana huko. Ukienda Egypt utasikia huyu ni player alikuwa anachezea Gor Mahia, unaelewa? Ukienda South Africa tuko na wachezaji wamekuwa wakichezea FC ama wamechezea Gor Mahia, unasikia wamekuwa huko. So what I was trying to say, stakeholders wakae chini. This is a short time. The government chip in. Watu wacheze CAF.
Isikuwe kubaniwa juu ya story na isikuwe solution. You know the way kitu unasema ni we kitu unajaribu kusema ni the government, stakeholders, federation wa chip in unajua hawatasaidia hizi team zote. Maybe ni team 8 waingilie hizo team zinataka kubaniwa sasa. Maybe ni team 8 Bryson. Government na federation stakeholders hawezi jitolea kusaidia timu 8 mara moja. 8 teams. But kuna pesa. Hiyo pesa huenda wapi? Tumeona government imekuwa inajitolea. Government imekuwa inashika mkono timu moja moja. Unajua saizi tuko kwa ile crisis. Unaelewa? Tuko kwa ile crisis ya COVID. Unaelewa? So unajua hii crisis ya COVID imetokea hivi. Timu kama FC walikuwa wanachukulia kwa gate collection. Kulikuwa na percentage fulani wanapata kwa gate collection. Unaelewa? Timu kama Gor kuna percentage fulani walikuwa wanapata kwa timu gate collection. Watu mafans wakikuja grao. Saizi hakuna mafans wanaingia grao. Pesa zimekosekana. Kumekuwa na ile design ya gava imejaribu kushikilia sports, unasikia? Juu tuko kwa COVID, they chip in. Ndio kwa maana ndio tunataka tubaniwe, unaelewa? They chip in, gava chip in, stakeholders wa chip in, unasikia? Tusibaniwe. Ikishatoka COVID, hautawaisikia history ikifanyika tena. Juu mafans watakuwa wamekuja, unaelewa? Ile goat collection itaongezeka. But do you know currently pia the government is complaining that hawana pesa? Utakosaje do? Serikali itakosaje pesa? Real? Yeah, watasema tu hatuna pesa, mtawapeleka wapi? Mi issue ni hii. Venye nimekuambia hivyo, saizi kuna crisis. Hawezi baniwa kwa crisis na gava iko. It can't make. Kuna do imewekwa kwa FKF. So wa make sure hiyo do imefikia hawa si. So pale kwa Gor tunaona sisi kama FC unasikia? Sisi kama FC tunajuanga do yenye tulikuwa tunatoa kwa gate collection. Hakuna siku tumeomba mtu pesa. Umewaisikia tukiomba mtu pesa? Labda hiyo timu nyingine inaombaga watu pesa. Unaelewa? Wa pay bill. So yeah. So on the issue of Vaspinto kujitoa pale Gor, ule mkufunzi wa Gor. Tunaona Sami Omolo Pamzo atashikilia timu kama interim manager. Do you think Sami Omolo Pamzo deserves kupatiwa permanent deal? Yeah. Ama tena Gor waende watafute nao ni unajua kitu moja watafute na foreign coach. Mimi somehow nimekaa na Pamzo. Siwezi sema nimekaa naye sana, unaelewa? Huyo msee technically ako fiti. Juu kuna time tulikaa naye mahali na huyo coach alikuwa pale, yeye ndo alikuwa anampea direction. Unasikia? Coach ni jina, unaelewa? Nyinyi mnataka kutoa watu walami huko juu mnawaleta Kenya, unaelewa? Hiyo ni jina tu. Lakini Pamzo ndo anapeana, unaelewa? Direction. Pamzo apewe real deal. Pamzo abebe team. Because amekuwa poster, Pamzo amekuwa hadi Tusker, amekuwa player hapa Kenya. Si ndio hiyo sasa, si mnakwambia Pamzo is a real deal. Si ako kwa technical bench. Yeah. And Pamzo is a good coach. Aliwachiwa team. Pamzo aliwachiwa team karibu wiki mbili ama ilikuwa mwezi mmoja. 2 weeks kabla ule msaja kama apewe real deal. So hizo do zote wanapea huyu mlami, wape Pamzo. Hivyo tu. Unajua ni ile design ya kuna kuaga na ile mashamiji derby. So si tumenunua, nyinyi mmenunua, unaelewa? Si tukiwa na mzungu, nyinyi mko na most hivyo. But lastly on this issue, unapata Gor watafanya nini? Watakuwa na ile deal ya Pamzo. Maybe anaweza patiwa permanent. According to me, Pamzo deserves permanent deal kwa Gor. Me too. Gor ana deserve. But the issue is ile spirit wamekuwa na fight kulipa yule mlami. Hawateka ile spirit kwa Pamzo. Tukamwambia Pamzo hakuna do bro. Na sasa ndio hiyo sasa. Unapata Pamzo hatapata zile allowances like uko na driver wako nini zenye ule mlami amekuwa nekewa. Mbona tusifanye hivyo? Mbona tusifurahishe pia wao? Acha nikwambie kitu moja. Pamzo ako kwa technical. Si kuna do analipwa. So acha nikwambie ukishapigwa salary increment, si ndio? Hata wakikunyima hizi allowance zingine. Sinajua itakuwa ni kama naongea mbaya. But Pamzo achikilie timu. Ni mlami wetu, ni Mkenya wetu. Ashikilie timu. Sawa. Ho ni Bryson anasema Sami Omolo Pamzo inafaa apatiwe permanent deal. Na kila msee, si u peke yake, si mimi peke yangu. Wale wase mnapenda ball ama wase mnapenda football. Wale wase mlioch Sami Omolo Pamzo akiwa player. Wale wase mmesikia Sami Omolo Pamzo akiwa mkufunzi wa Posta Rangers. You know, msee ako capable kufanya nini hapa kwa nini BetKing Premier League. So I do agree with Bryson that Sami Omolo Pamzo yafaa apatiwe permanent deal. So we want to take our short commercial break, but tukirudi we want to focus on something else. Tunataka tujue mbona players wa Manchester wanazidi kuleta shida in the world of football, because
tunaona before football take break, David De Gea alipoteza penalty, and football inataka kutoka break, Jordan Sancho, tunaona Marcus Rashford wanapoteza penalty. But to me, Saka hakuwa na deserve kupatiwa penalty because he is too young. He's too young. Hata Mourinho alisema, even Mourinho said this. Then kwa kitu moja, wale walisema penalty mtu yote anaweza funga na penalty mtu yote anaweza poteza. After a short commercial break, Bob anakuja kutuambia. Mimi ni Caleb Amwai. Anaitwa Joshua Matayo. This is Julius. Tila Young Mazeni. Oscar Walcott Malala. Moses Swetch. Naitwa coaches Elvis Kaiga. Naitwa Arnold. Naitwa Makuto Samson. Nikiwa former international referee. I'm watching Sports Rap. And I'm watching Sports Rap. Niko ndani ya Sports Rap. Keep it locked ndani ya Sports Rap. Ndani ya MKTV. I'm now watching Sports Rap ndani ya MKTV. Na Ambunya Brian. Keep watching Mazeni Mbaya. We are back na tuko ndani ya Sports Rap, this MKTV with your host Ambunya Brian, na leo tumekwambia tuko Sigalagala National Polytechnic na tumekuja kuchapia show yetu leo. So before to take our short commercial break, kuna stuff fulani tulikuwa tunaanza kuzungumzia ya Euro 2020, but before we take on that one, kama hujashikisha your latest jersey of 2021-2022 season, jersey latest, either when fan wa Manchester United, either when fan wa Chelsea, either when fan wa Liverpool, Manchester City, Crystal Palace, hadi hata Aston Villa, Watford, enda pale kwa Colmo Fashions, utakuwa unapata your latest jersey, you grab your latest jersey, and also pia kuna maluku different pale hivyo unaweza zipata. Wale wasanii luku ziko pale with the like of Marcus, luku zenyu safi ziko pale hivyo kwa Colmo, na Colmo anapatikana pale opposite Darao. So Bryson, tulikuwa tunaangalia issue ya England. Unapata kuna wale players wenye walikuwa affected because okay, before talking about these players, manze ile stuff imekuwa inatembea social media, Twitter, Instagram, racism. Man, hiyo si poa. Wale mafans wa England wamefanya kitu mbaya sana. Hadi tunaona the likes of wakina Paul Pogba, the likes of wakina Rudiger, unapata wanakuja wanaanza kucomplain. Man, England they're not doing well. Unajua? Because wangekuwa hawataki monkeys ama monkeys ziliwa west, hawangechukua hizi monkeys ziende ziwa represent kwa hii mashindano. And I thank Marcus Rashford kwa ile tweet. Manze huyu jamaa aliwapasha vizuri sana. Unajua mimi kitu iko hivi, unasikia? Mimi story nimeona ma video. They are not good. History ya racism haiziisha. Unasikia? Hadi unajua nimefurahi nimesikia nani amekuja Ghana. Odoi. Unasikia? And wewe niambia kwa nini? Racism. Unasikia? So hiyo kitu ikaipoa. So we just need to stop racism. Ama tutaracist kuona hizo mpira zao. Tuache because hizi sijui hizi copyright ni sawa. So manze hiyo sipo. Alafu pia the second thing, how mafans wa England walifanya after the final whistle ya game ya Italy versus England, mafans wa Italy they face it rough kutoka ndani ya stadium. Niliona kuna mmoja alikuwa anakuja hivi nje akapigwa, kuna mwingine akanyagwa. Unaona? So vitu kama hizo zilikuwa zina make sense. Football manze haifai ifike pale, but we thank the FA ama ile federation ya pale Uingereza imechukua step, imesema wale majamaa ama wale mafans wali participate kufanya hizo vitu kuna kitu wanaenda kufanywa. Wale wenye wa social media FA ama itakuwa able to trace them. So Bryson, on the issue of England kupoteza penalties. Like unapata Southgate inafika zile dakika mwisho anapiga sabu kuleta watu wa kupiga penalties. Hizi ni vitu zinafanyika kwa mpira. Acha nikwambie kitu moja. Hiyo si Southgate kufanya vitu kama hizo. Unajua kuna makocha hufanya vitu kama hizo. Hadi local hizi games zetu za local hapa. Unaelewa? Kama kuna game fulani kuna player aliingishwa, unasikia?
wacha hata na kuingishwa, unasikia? Ni ile design ya walipewa pena, kocha mwenyewe akaita msee kupiga. Unasikia? Huyo msee kuitwa kupiga ikashi na si mara ya kwanza akifanya hivyo, unaelewa? So unajua ile decision ya kocha kuambia msee apige pena, I make sense. Pena inataka wewe mwenyewe, unaelewa? Nimecheza ball kidogo. Pena inataka wewe mwenyewe unajitolea, unajua ball ndio hii, una compose. Mimi ndio unajua ukikuwa mwenyewe psychologically, ukikuwa tu wewe mwenyewe unasikia mimi nataka nipige hii pena. Hata ukipoteza itakuumiza. Unaelewa? So unajua Southgate hakufanya poa. Juu aliingisha ma players, game ikienda kuisha, unaelewa? Na alikuwa amewaaminia watapiga nini? Pena. Watapiga pena. Haikuwa poa, unaelewa? Juu wale wasa wamecheza game 90. Bado ungewapea hiyo pena wangepi. Umeelewa? So unaamini msee sana. Na yeye labda hiyo time hakuwa na morali. Jo hujampea game. Hujampea game. Unampea game anakuja kupiga pena. Hata labda amefanya kimakusudi. Hujampea game. So mimi sikufurahia. Juu mimi kitu ile ni bamba ama kitu nilibambika nayo. Niliona Jack Grealish after game. The boy was complaining like nilitaka kupiga pena. Referee akanikataza, alitaka kupiga pena. So unajua sasa hiyo imeanza kuleta misunderstanding kati ya behind the scenes. So si poa. Mimi unajua nimewatch ball sana. Kwa miaka yangu nikisonga nimewatch ball, napenda ball sana. Chenye naweza sema ma coaches wasikuwa wana influence wase kupiga pena. Unaelewa? Juu hata ukikumbuka tukitoka tu kidogo turudi kwa ile game yetu. Waliingisha kipa dakika kupiga pena. Ile AFC ile 8 ilikuwa dakika 89. Hajapewa game 90 plus 81. Ilikuwa 90 plus. Hajapewa game haja warm. So what do you expect? Si hivyo tu atakuja. Si ndio hiyo. Unajua hadi si poa. So alafu tunaona Italy wakakuja wakakuwa successful kwa hiyo game. So na Italy tumeona wamekuwa solid, the attacking midfield imekuwa strong. Defense imekuwa fiti, goalkeeper amekuwa mpoa. So tunaangalia team ya Italy. Is it promising in the next 2 years kama ya England? Italy. Because angalia England kidogo tu Bryson. Angalia team ya England venye imeblendiwa poa. Angalia wale vijana, they are still young. Angalia wakina defensive midfield, Calvin Phillips, Declan Rice. Kuja angalia pale forwards. Kuna watoto wengi sana. Acha nikwambie kitu moja na Italy. Italy ni sawa. Italy wamecheza game ya brain. Uliona which team was the favorite? Belgium. People are saying Belgium walirudishwa chini, game ikapigwa. Bonucci anapiga zake huku, kule kwingine zinapigwa. Unaelewa? So Italy future yake ni bright. Walikuwa na youth wawili, watatu. Venye niliona hiyo game. Walikuwa watatu. Na wazee wenyewe. Unaelewa? Ukikumbuka kuna hapo nyuma unakumbuka ile time ya Italy there was a time Italy na France walijikuta kwa semi final ama niko finali. Unaelewa? Haikuwa Italy ilikuwa imeka break. Ilikuwa nini? Ilikuwa I think ilikuwa World Cup ama Confederation. Hiyo time walikutana na France. Ilikuwa World Cup. And not Confederation Cup. Italy wakaenda, unasikia? Italy the likes of Pirlo, wakina nani? Ndio wao sasa. Sasa ndio hii. This is the generation. Ndio inatoka. Unaona? Hao ndio walikuwa wanacheza na wakina nani? Bonucci alikuwa anacheza na wakina Pirlo, unaelewa? So wanatoka. Hao watatu wako kwa squad, wanakuja wanaenda. So Italy iko bado na future compared England. No, England if they get a serious coach wako na future poa sana. They have the issue with England ni Southgate peke yake. Hiyo tu ndio issue pale England. But England wakipata a good coach mwenye ana understand hawa vijana, coach mwenye anaweza peleka hawa vijana somewhere, England they are good side. But the issue with Italy kuna wazee, especially angalia defense yao. Defense yao imekuwa na experience. Bonucci and Chiellini imekuwa na experience. Unapata midfield kuna game kama ya Spain versus Italy. Unakuja unapata Spain wali control midfield ya Italy sana, but defense yani imekataa kutoboka ya Italy.
defense ya Italy imekataa kutoboka. Why experience yenye iko pale hauwezi break hiyo nini hiyo defense. Aunge break hiyo experience. Aunge break. Hiyo game mimi nilipenda, ilifika time nikaipenda. Unasikia? Italy walikuwa na experience. Italy walikuwa wanacheza hard game. Ukitaka kuchezewa hard utachezewa hard. Ukitaka kuchezewa soft utapigiwa soft. Unasikia? So what happened with England? England bado walikuwa na hard game. Unasikia? But sasa wakapata hiyo hard game yao ingiani na nini? Aingiani na Italy. Jua wako more experience. Unaelewa? Yeye amechukua watu wadogo ameka kwa kiwanja, amechukua Saka, ameka kwa kiwanja. Atapita defend ya Italy kweli? Ngumu sana because your defense ni experience. So lastly tukuje tuangalie hizi ma transfer rumors nini venye mambo yanaenda. But before talking about transfer, kidogo tu finally Messi has something at international. Nimesikia. Umesikia ama uliona? So unasema aje hapo? Alisema anarudi ama anaenda. Okay, Messi after amewin Copa America, alisema na so Barcelona wameanza Laporte yule president wa Barca wameanza kuongea deal. Nakumbuka Messi akitoka Barcelona saizi, Messi haezi toka tu Barcelona hivyo. Mpaka kuna zile pesa inafaa Barcelona. Kuna do mingi. So hiyo ni biashara. Business. So Messi, do you think ataendelea kuchezea Barca ama? What I can tell you, hakuna club kwa hii dunia kwa saizi inaweza nunua Messi. The most expensive footballer in this world ni Messi. Experience kila kitu, unaelewa? So unajua saizi yako 34, si ndio? Anasonga, si ndio? So ile design mtu anaangalia ni mse 2 years to come atakuwa na retire. Nimemnunulia pesa fulani, unaelewa, pesa ya juu. Haita make sense, unaelewa? So chenye mimi naona kama amekuwa akiingia kwa terms za Barcelona, Messi anaendelea kukaa Barcelona. Exactly. Messi is not going anywhere. Alafu tunaona goalkeeper wa Italy, Donnarumma amejoin PSG. So Navas na Donnarumma. Do you think your signing iko sawa? It's good. Na tukiangalia ile signing ya Chelsea wanadai kusaini Erling Haaland. Hapo ndio kuna mambo. Na hapo to me namba yake sioni namba pale, lakini sasa unaona mkuu mwenyewe atataka tu mse akuje. Mwenyewe atatoa tu. Ibrahimovic atatoa tu. Amenunua ngapi? Wengi sana. Si ndio? Ameuza wangapi? Ameuza Hazard pesa ngapi? Kwani itamshinda kununua nani? Na it's the same price yenye tuliuza Hazard. Si ndio hiyo sasa ananunua. Tumeshinda vikombe ngapi kutoka tuuze Hazard? 2. Si ni 2? 2. So, naangalia ni vikombe gani tumewin. Tumewin UEFA na kikombe kingine tena kabisa. Na pia Super Cup unajua nafaa muwin. Alafu pia tunaangalia Olivier Giroud. Super Cup. Super Cup. Hakuna Super Cup. Super Cup iko Chelsea versus Villarreal. Ama hiyo ushabeba. So Chelsea na tunaangalia pia anaitwa Olivier Giroud amejitoa. Olivier Giroud nimefurahia. Unasikia? Yeye venye alitoka Arsenal bei yake ilishuka. Amekuja Chelsea bei yake imepanda. So we are good. Hiyo ni business. Na at least amefanya something. Yeah. Ameshinda nini? Arsenal alikuwa ameshinda nini? Alikuwa ameshinda tu FA peke yake. Na tunaangalia pia mwisho Rui Patricio amejoin Roma. Amejoin Mourinho huko hivyo. Patricio akapoa. Mourinho labda ameona capability yake. And lastly tunaangalia pale Arsenal. Hapo Arsenal wakiweza kuachilia Shaka, do you think wataumia? Because saizi wale maplayers wenye Arsenal inaweza sign ni ngumu sana. Shaka. Wataumia. Because Arsenal is not stable. Hawako stable. Alafu angalia wako na Shaka na Partey. Kumbuka Partey anakuja kucheza January AFCON. Anakuja kucheza AFCON na tena anarudi wapi? Anarudi kucheza tena yao, si ndio? Mimi nasema hivi, hapo kwa Arsenal wasiuze. Wanatoka bure. Si wamezoea kutoka bure. Juu hata friendly juzi wamepoteza. So we want to wind up our show, and before we wind up labda mwisho tupatie opportunity kama unatafuta Bryson, because
ataendelea kuwa guest wetu hapa ndani ya MKTV kwa makala ya Sports Rap. Ukitaka kumpata like umebambika na interview yake, venye anajibu maswali, venye ana analyze, unampata wapi social media? Mimi pale social media, pale Facebook wanaita Bryson Demale. Ukitaka namba yangu ya WhatsApp utani inbox ama utaulizia, huyu atakupea. Wananiita Bobby the Master. Na tena ukitaka ma odds nitakutuma hapa Odibet. Yeah, hivyo tu. Sawa. Asante sana bana Bryson, tumebambika kuwa na wewe hapa hivi na tutaendelea kukuinvite hapa hivi, tuna analyze ball, iko fiti, mambo tumeona vile mambo yameenda. So nimeona. We want to wind up our show and remember I've been your host Ambunya Brian kwa show ya Sports Rap, na kama kawaida ukienda pale Facebook unanipata @Ambunya Brian. Go and like my page. Unaweza ni follow pia Instagram Ambunya Brian, Twitter pia unaweza ni follow. Kufikia hapo hatuna la ziada, tuendelee kupatana viwanjani.